naibu rais. Vice President alikuwa ni makamu wa rais, ambayo ilikuwa ni cheo cha kuteuliwa. Rais anaamua anateua nani anakuwa makamu wake. Naibu rais inakuwa ni mgombea mwenza kwa kiti cha urais kwa urais wa Kenya, na hivyo inakuwa ni kwamba naibu rais ana mamlaka ya kiurais iwapo rais aliyeko madarakani ataondoka kwa njia zilizoko kisheria, na kwa hivyo amelindwa kisheria sana kwenye kazi zake. Hivyo basi aliyeko naibu wa rais kwa sasa ni William Samoei Ruto, na niko na mwenzangu hapa atatupatia na habari yake nzuri sana kwa sababu ya maongozi yake, anapendelea upande huo. Niko na Jimmy Kiraki hapa ambaye anapendelea upande wake pia. Niko mwenzake ambaye anapendelea upande wake. Mimi ni mwanahabari, siegemei upande wowote. Tukianza siasa za Kenya, tutaanza kwa aliye karibu na mimi kabisa hapa, ambaye atatufungulia maongozi ya Kenya anavyoyafahamu. Kinafaa nini, nini hakifai, tubadilishe nini, tuige nini, tuache nini. Kama vile nilisema, kwa majina yangu ni James Kiraki. Mimi mkaaji wa Seattle, Washington. Na kama nikienda kwa kutatua mambo ya kisiasa katika nchi yetu ya Kenya, tuna matatizo mengi sana kwa sasa hivi. Na kuna pande mbili, kuna pande ya Azimio na kuna pande ile nyingine ya Kenya Kwanza. Nikiangalia pande ya kwanza ya Azimio, hii jamii zinatuongoza kwa saa hii ya Kenyatta, na kuna ile nyingine ya Raila Odinga, na kuna jamii nyingine ya ile ya mheshimiwa ambaye alipumzika anaitwa Daniel Toroitich Moi kutoka 1963. Ukiangalia nchi ya Marekani mahali tuko saa hii, hauwezi sikiza mahali kuna matatizo ya maji ama chakula ama makazi. Watu wanaishi vizuri ama barabara. Na hatuwezi linganisha Kenya na nchi ya Marekani, lakini kwa hiyo miaka tumepata uhuru, kuna vitu naweza sema haiwezi kuwa shida kwetu sasa. Kama kitu ya kukosa chakula. Sasa hii unaona watu kuna huko Marsabit na Turkana na kaunti zingine kuna kuna njaa sana ya chakula. Kuna kaunti zingine kama hizo Marsabit, ile za Wajir na Turkana na Garissa, watu hana hata maji ya kukunywa. Kwa kusema tulipata uhuru mwaka wa 63. Na saa hii baka kuna watu hawana chakula, hawana maji. Mimi siwezi jivunia kusema hii serikali ya Kenyatta na ya Moi na hii nyingine imekuja ya uhuru tena, siwezi sema tumejivunia, na tuwezi sema wamefanya vibaya. Wamejaribu kazi zao, wamejenga mabarabara, wamejenga mareli, wamejenga nini, lakini kuna shida ile tunasema ya uko chini. Wananchi wa Kenya bado wanateseka kama wako kwa wakoloni. Mkenya hana maji, hana chakula ya kukula, na hana mambo ya afya. Hauwezi mwambia mambo ya kujenga nchi. Vile vile tuseme upande mwingine, hata ule unakuja saa hii, juu ile pande mbili zinapigana. Hatuwezi sema saa hii Kenya, tunaomba Mungu tu asaidie tupate kiongozi mwenye atasikia watu wale wako pale chini. Hawa jamii mbili ziko pale juu. Hauwezi sema ati walipata wakasema hawajui matatizo ama vile watu wanalelewa. Wale watu wamelelewa huko kwa vijiji vibaya, na wale watu wamekuja wakapata mashida wakiwa wadogo. Kwa hivyo vile naweza sema watu kwa mimi sasa hivi hatujapata kiongozi mwenye anaweza pata shughulikia masharti ya Wakenya wenye ni wa ajira dogo. Sitasema ya kwamba maneno yaliyotumia ni marefu au ni mafupi au ni magumu, lakini ni kama ni kwa kuelewa kwangu, nimeelewa ya kwamba Kenya imekuwa ikiongozwa kwa kijamii. Jamii mbili au tatu zimekuwa zimesikilia uongozi wa Kenya kwa miaka 60 iliyopita katika uongozi wa Kenya. Miaka 60 baadaye, baada ya uhuru, ndio wale jamii tatu tu wameshikilia madaraka nchini Kenya na wanafanya mambo ya kuongoza, na ndio hawa wapinzani wawili wakuu kwenye uchaguzi wa mwaka huu 2022. Hivyo basi, aliyenena hapa amesema yeye haegemei upande wowote, hapendelei jamii ya Kenyatta, hapendelei jamii ya Moi, hapendelei jamii
ya Jaramogi Oginga Odinga ambaye ni makamu wa kwanza wa rais. Wale wengine huenda wana mawazo tofauti. Na ndio maana tungependa leo tushauriane tukijua ya kwamba kila mtu ana msimamo wake wa kisiasa, na nampa nafasi hii aliyevalia jezi kama mnavyoona iliyoashiria rangi fulani, lakini sio hivyo, amevaa tu ni mavazi yake, lakini aseme kwa nini angependelea maongozi ya naibu rais anayegombania urais kwa wakati huu nchini Kenya. Asante sana. Asante sana. Mimi kwa maono yangu nikisema nitamchagua Uhuru, nikisema nitamchagua Ruto, ni jukumu langu kusema eti hakuna kamwizi na mwizi. Na saa hizi venye kuna kubalika kila mtu akiamkia usubuhi akinena ya kampeni yake akienda like Azimio akienda kufanya hiyo kampeni zao lazima wamtaje Ruto. So tunataka kuona huu mwizi venye atafanya na atatenda. Nikiangalia ile enzi ya Moi na Kibaki, wakati ile Kibaki alikuwa vice president wa Moi, kuna venye hakufanya na kuna venye hakuweza kufanya jili. Alikuwa anataka kufanya lakini alikuwa under rule of Moi. So wakati aliingia uongozini Mr. Mwai Kibaki alifanya tendo ama matendo mpaka saa hizi tunajivunianga kuwa ati sisi ni wazalendo wa Kenya. So yangu machache ama yangu machache ni kusema ni nikiangalia venye our former vice president and the president Mwai Kibaki alifanya hakufanya for the 10 years yenye hakufanya akiwa kwa Moi, akiwa vice president wa Moi, na saa hizi venye alishika ushukani akakuwa president, venye alifanya alizindua reli, mabarabara, tukatoka kutoka digital, tukatoka analog tukaingia digital. Sasa mimi onorangu ni kama Uhuru akiwa president wa Kenya na deputy president wake Ruto, saizi Ruto hawezi fanya kitu jili. Akitaka kufanya kitu lazima muulize dosi wake tutafanya nini ama tutaegemea pande gani ama tutafanya nini. Sasa hizi uchaguzi wangu ni wa Ruto, niangalie Kenya atafanya, na najua atafanya kulingana na President Kibaki venye alifanya. So ndio na maana namuunga mkono nikijua eti hata Kibaki wakati alikuwa anaingia eta goke guoya, wacha nitumie jina Kikuyu, eta goke guoya. So kiguoya keu venye alifanya vitu mingi sana na alitenda mengi sana yenye Kenya mpaka saa hizi, isipokuwa ni Kibaki hatungekuwa na barabara, isipokuwa ni Kibaki hakungekuwa na pikipiki, isipokuwa ni Kibaki hatungetoka digital, hatungetoka analog tuingie digital. So ni tegemeo langu la kusema ati hata huyu Ruto akiingia bado tunajua ana manufaa na anajua na tunajua Kenya atafanya, atatenda mema. Asante sana. Mimi ni mwanahabari na siruhusi kuegemea upande wowote, lakini ninaruhusiwa kuweza kuchanganua niweze kuona msemaji aliyenitangulia katika mambo haya alisemaje na alisema nini. Hivyo ni kwamba ni kama kwamba nchi ya Kenya huwa inakosa sana uongozi wa Rais Kibaki akiwa rais wa Kenya. Manake hapo ndio Kenya iliweza kupata mwelekeo mpya, ikawa wa Kenya wanaweza jilipia ushuru na waweze kujilipia gharama zao za bajeti ya serikali. Ikawa ni hapo Kenya iliamka kutoka uzembe uliokuwa nao wakati wa utawala wa muda mrefu wa miaka 24 wa Bwana Moi, na ikawa Kenya imeweza kupiga hatua sana kwenye masuala ya miundombinu. Ikawa tumepata mabarabara, viwanja vya ndege vikaimarika, watoto kaenda shuleni bila malipo, huduma za afya zikaimarika, na maisha ya Kenya yakabadilika na Wakenya wakawa wanajivunia kuwa Wakenya. Alivyonena hapa ni kwamba yeye hapendelee upande wowote, ya kwamba hizi jamii zinaoongoza za kiukoo zimeongoza kwa njia hii.
ikawa ni kwamba anapendelea makamu naibu wa rais kwa sasa, lakini anasema ya kwamba hawezi kufanya lolote la kutekeleza matendo yake angependa yawe kwenye uongozi na ya kimaendeleo, kwa sababu ako na mkubwa wake ambaye anahitaji kutii maongozi yake. Kwa upande mwingine hapa niko na mwenzangu ambaye atakuwa na maoni tofauti kuliko hawa wengine wawili. Tutampa nafasi mwenzangu aliyoko hapa aseme naye yake, na ni kwa nini uchaguzi wa Kenya unafaa kuwa kwa manufaa zaidi ya chaguzi zingine zozote zilizofanyika miaka ya nyuma. Karibu. Asante sana. Kwa majina tena naitwa Musa. Kuna mambo yamesema mawili matatu na wenzangu hapa. Kwa mfano rafiki yangu Aran hapa amesema katika huu uongozi wa Kenyatta, kwa rafiki yangu Kiraki, huu uongozi wa Kenyatta hatuna maji, watu wana njaa. Ni kweli watu wana njaa katika nchi na mashida ziko, lakini tusahau hii mashida iko dunia mzima. Wakati wa janga si mambo na serikali, like hiyo ni mambo ya climate. Serikali haiwezi kufanya mvua ikaje. Kweli kuna njaa, lakini sasa hii kuna devolved government. Kule Turkana serikali ilijaribu mambo ya Kimwele Dam. Kweli pesa zilipotea, lakini wale walipoteza ni wale wako upande wa UDA. Hao ndio wanyukua katika ile mpango. Tukiingia katika kwa mfano mambo ya barabara, sasa hii wakati wa Kenyatta ile mambo ya barabara tumefanya connection ni zaidi ya ile ilifanywa na Kibaki na Moi pamoja. Tumefanya zaidi. Kwa hivyo mambo ya barabara tumefanya, mambo ya stima tulikuwa na ile last mile. Sasa hii wa Kenya zaidi ya 60% tumeunganisha na stima. Tukiingia mambo ya elimu, sasa hii elimu Kenya imeendelea kabisa. Kweli kuna watu bado wasomi, kuna mahali kule Turkana, mahali sabita kule madarasa wanasomea chini ya miti, hatukatai. Lakini ndio maana tuko na devolved government. Wale magavana wafaa kuwa responsible kwa kutengeneza vile vitu dogo dogo kule. Sasa hii ukiingia kwa upande wa health Kenya iko juu. Sasa hii ukiwa na kadi ya NHIF, hata ukienda upande wa kama kwa mfano cancer inashughulikia. Mimi kwangu naona serikali imeenda vizuri, mambo ni mazuri, na tukimpa baba mambo yataendelea kuwa vizuri. Kwa sababu huyu jamaa huyu naibu wa rais, hii miaka 5 kama wajua katika demokrasia, if you don't agree with the government unafaa ujiondoe. Kwa sababu yeye ni deputy president, unafaa ku agree with the policies of the government. Na ukisikia zile policy hazipelekani na vile unataka, si lazima ukae pale. Kama usikie ile kazi uiwezi kwa sababu zile policy na kulingana na maoni yako ama kulingana na vile wewe unaamini your policies haziendani na za serikali, wewe toka kwa serikali, kaa kando, wacha wale wafanya kazi wafanye. Lakini huwezi kuwa kila time unasema serikali imefanya hivi, imefanya hivi, na wewe bado uko pale kwa ile serikali. Bado unakula mshahara, unakaa katika nyumba ya serikali, serikali ndio inakulinda kila kitu. Wewe ni kama ghost worker. Au sasa wewe kweli ukisikia kushasemwa kuna ghost worker. Ghost worker ni mbinu ya upinzani, ni mbinu ya ufisadi nchini Kenya, ambapo kuna mtu amekaa nyumbani tu, majina yamepeana tu kwenye orodha ya serikali, anapata mshahara lakini hayuko kwenye serikali, hayuko kazini, anakaa nyumbani tu, anapokea hela. Nikiweza kuchanganua baina hao wote watatu, mimi ni mwanahabari na kwa hivyo nimejifahamisha zaidi kuliko hawa, au kwa njia zangu tu nimeweza kuzingatia na kuweza kujua maongozi ya Kenya yamekuwa ni ya namna gani, kwa sababu ni kazi zangu hizo za kuweza kufuatilia, kuweza kujua kunaendaje nchini Kenya kwenye maongozi. Umenipendeza sana Bwana Musa, sikudhania wala sijajua. Kuna watu wako Marekani lakini wanapenda nchi yao sana, kiasi cha kwamba wanajua siasa ya Kenya kwa kindani na namna hiyo. I'm impressed that you follow the Kenyan politics and you know what is happening in Kenya. That does not mean I'm endorsing your candidate
it can be whatever. Sijali, mimi ni mwanahabari, hawa pia wako na watu wanaopendelea. Tutoke kwenye masuala rasmi ya kiserikali, tuingie kwenye siasa, kwa sababu siasa haina ukweli. Kila mara siasa inapotosha, siasa inatumia habari potovu, propaganda. And so each of you, nikiwasikiza, nimeweza kuona chembe za propaganda kwa kila matamshi ya kila mmoja wenu, na kwa hiyo ningetaka tuweze kuongea sasa maneno ya kisiasa inavyofaa. Watu wa UDA ambapo ni Kenya Kwanza, kwa nini tumchague William Samoei Ruto akuwe rais wa Kenya kwa kipindi hiki cha 2022 baada ya miaka 5 iliyopita? Katiba ya Kenya inasema there shall be general elections every second Tuesday of August of every 5th year. This is the 5th year after the last elections. Kwa nini tumchague William Samoei Ruto? Asante sana. Asante sana. Yangu ni kusema ni eti kuchagua Kenya Kwanza ama kusimama na our deputy president Samoei Ruto ni kusema ni eti ana ile akona binu ya kutekeleza ama kuendeleza Kenya iende mbele, na ndio tutasema is a bottom up. So yangu ya kusema ni bottom up, anaangalia ule mama boga, mtu wa nduthi, mtu wa bodaboda, mtu wa kiosk, anaangalia hiyo yote. Na nikisema mambo ya ati nitasimama na kwanza niseme Musa venye ameongea, amesema Uhuru Ruto ni ghost worker, anafaa jiondoe kwa serikali. For one hapo nitamkosoa kidogo jini. Ruto alichaguliwa, walikuwa Jubilee, walikuwa wameungana watu wawili, so walichaguliwa na raia, ni sisi tuliungana. Uhuru wakati aliingia naye Uhuru hawezi mfuta deputy president, hawezi mfuta kazi, bado yuko kazini unless yeye aliresign yeye mwenyewe. So tunajua deputy president of Kenya ni William Samoei Ruto. Usiseme ati yeye ni ghost worker, yeye si ghost worker, anafanya kazi yake. Mpaka ile kampeni ichache aje, anaenda nasema wenzangu ule bado ni mdosi wangu, anamheshimu. Tutoke hapo. Kidogo ni mjibu rafiki yangu. Wacha niseme dakika moja tu. Wacha niongee niseme Uhuru Ruto yeye ndio tegemeo ya kuongoza nchi ya Kenya. Yeye ndio na kibendera ya kuongoza nchi ya Kenya. Nikiangalia mambo ya Kenya anaweza kuja kufanya Ruto ni mahali Uhuru atatia ama mahali Uhuru aliatia kili kutoka hiyo for 5 years hajaifanya kitu. Zile for agendas hajaifanya kitu. Yani kazi yake ilikuwa mpaka alikuwa ameambiwa yeye ni mtu wa pombe, na hapo siegemei sana, sijili hata sijui kama hiyo kunywa pombe ama kunywa pombe, lakini Uhuru alikuwa nasukumwa na Ruto. Jili that guy ni mfanyikazi na is a go-getter. Hiyo ndio naweza sema. Sijui nimpe nafasi kwanza ajibu tetesi za ule mwingine, manake mwenzetu hapo amekaa sana, amewasikiza nyote wawili, na ujue huyu apendelee upande wowote, ana majibu ya kuwapasha vizuri inavyofaa, lakini dakika 2 tu. Asante. Bwana Aaron, mimi si kusema Uhuru Kenyatta amfute kazi Bwana William Ruto. Kweli tulipatia kazi, lakini mimi nimesema kulingana na principles zake. Yeye kama anaamini serikali haifanyi kazi kulingana na inafaa, kama yeye anafikiria anadhani like his principles na guide like the government is not working good, anafaa kujiondoa. Kwa Kikuyu tunasemanga
walikuwa ila tukushia hata ishi pale, na kama yeye principles zake zinazisikia yeye venye serikali inaendelea haifai, jiondoe, kwa sababu kusema ukweli ile miaka 5 imepita hatujamwona kufanya kazi. Tumemwona juu ya magari huko akitembea tembea. Sisi tunamtaka kwa ofisi, tulimwajiri aende kwa ofisi, hakuna mshahara yetu. Sisi ndio tunamlipa kama taxpayers. Yeye aende afanye kazi. Wakati kampeni ikifika, katika katiba ya Kenya kuna ile wakati wa kampeni is defined in the constitution. Ikifika aingia ngane na wanaume wengine, aende afanye kampeni zake, kama atapata apate, lakini wakati wake yule tunamlipa mshahara afanye kazi, atufanyie kazi. Lakini yeye afanye hivyo, atake advantage ya katiba kwa sababu ya mtu wa kazi. Nitapumua kwanza pamoja na wenzangu kwa sababu sasa joto la kisiasa limepanda hapa kabisa, na umesikia kwamba tulimpa kazi, lakini mbona miaka 5 umekuwa wewe uko kwenye campaign mode, siasa mode, unatafuta kura wakati uchaguzi uko miaka 5 baadaye, na bado wewe unakangana ufanyi kazi, uko kwenye wali tatizana na tajiri wake ambaye ni Rais Kenyatta. Kuna vile kulienda. Sasa ni wakati wa kuchagua na kuamua mbivu na mbichi ni gani. Kwa sababu pia nitamuomba mwenzangu hapa aweze kutufafanulia. Sasa yeye haegemei upande wote. Lakini ilifika wakati ambapo ikawa naibu rais ni tetesi tu, sina uhakika huo, lakini ilifika ikasemekana ya kwamba mbona serikali imemkaribisha kiongozi wa upinzani akaja serikalini tuliopigania kupiga kampeni tukaomba kura, wananchi wakasema tuongoze, lakini tumemkaribisha kiongozi wa upinzani. Kulingana na mimi na maoni yangu, kukaribisha mheshimiwa Raila Odinga kutoka upinzani akaja kwa serikali, Rais Uhuru Kenyatta alisema vizuri sana. Alikuwa naomba kukuwe na imani katika nchi ya Kenya, kwa sababu alisema 50% na haiko ina support serikali, na ndio kulikuwa na maandamano na mambo mingi ilikuwa inafanyika kupitia Raila Odinga. Lakini kwangu, kwa maoni yangu, nikisema kama ingekuwa ukweli Rais Kenyatta alikuwa anataka kusema anataka kushikanisha nchi yote ya Kenya, hangetupa makamu wake. Kwa maoni yangu, kama mimi nikiwa neutral, kama alikuwa anataka kushikanisha nchi yote ya Kenya, angeita makamu wake na aite Raila Odinga kutoka upinzani, washikane wakiwa watu watatu. Kwa sababu saa hii ama wakati huu ukisema vizuri umepatanisha nchi, ulikuwa na makamu wako ukamtenga, ukamrusha kando, ukaenda wakati pande ya upinzani, ukachukua pande ya upinzani tena ukaleta ule upinzani ukamleta kwako, alafu ule makamu wako naye ukamtoa tena. Ni kusema umefanya vile vile, umetoa pesa kwa mfuko ya nyuma ukaweka ile nyingine ya nyuma, kwa sababu ule makamu wako wa rais ukiangalia saa hii katika bonde la Ufa na ule kwetu Central na mahali kwingine kote, naye ako na ile support ya 50% ya Wakenya wote. Kwa hivyo kutupa yeye kando uchukue mwingine, mimi naweza ambia Uhuru Rais Kenyatta ulifanya vizuri, lakini vile ulifanya ulitoa pesa kwa mfuko hii ukiweka hii. Kama ungependa kushikanisha nchi yote ya Kenya, ungechukua Ruto umlete na uchukue Raila Odinga, mshikane mkiwa watatu. Sasa nchi ingekuwa imeshikana shai. Lakini ukitupa Ruto uchukue Raila na useme nchi inashikana, bado mimi nasema rais wetu wa nchi ya Kenya bado wamepotea njia hapo. Wakati utashika wote watatu, mkue watatu pamoja, nchi yetu itakuwa na imani. Lakini ukitupa pande ile uchukue upande mwingine, latili bado haiegemei, bado inabaduka. Lakini mimi sikuwa nimetazamia haya, lakini yametokea kwenye kipindi hiki na imenipendeza sana. Kweli leo niko na wakereketo wa siasa za Kenya. Sikuwa nimeweza kuiona ya kwamba wakati rais aliamua kumuita Raila Odinga, wakaja wakafanya handshake, ile kusalimiana, kushikana mkono pale, ilileta alichojaribu kutatua kilirudi kwa njia nyingine. Kwa sababu Raila Odinga alikuwa naunga mkono na asilimia kubwa sana ya Wakenya.
Lakini pia alipomtoa naibu rais kwenye serikali akamleta mpinzani wake, ina maana ya kwamba waliomuunga naibu rais mkono walitengwa pia. Ikawa rais ako na wafuasi wake, ikawa Ruto ako na wafuasi wake, tumerudi pale pale. Hata hivyo, tutoke hapo kwenye masuala ya siasa ya njia hiyo, tuingie kwenye masuala ya maongozi ya kifamilia. Naibu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Kenya alikuwa anaitwa Jaramogi Oginga Odinga. Rais wa kwanza wa Kenya ambaye pia alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kenya aliitwa Jomo Kenyatta, ambapo kwa njia hiyo Jomo Kenyatta alikuwa ndio babake rais wa sasa, Jaramogi alikuwa ndio babake waziri mkuu wa zamani ambaye pia anawania urais kwa mara hii, ambaye anaitwa Odinga. Ina maana ya kwamba miaka 60 baadaye tunaongozwa na jamii mbili zilizoongoza Kenya kunyakulia uhuru, na hatujatoka hapo. Na ukiangalia sana, wanasema political power is a national resource. Nguvu za kisiasa au uongozi zinafaa kuwa rasilimali ya kitaifa, igawanywe vile inavyofaa. Kwa sababu hiyo, nitamwelekeza kwa mwenzangu hapa ambaye anamunga mkono naibu rais, atuambie alihisi namna gani naibu wake wa rais aliyempenda, aliyemchagua kuondolewa kwenye serikali kukaletwa mwingine. Asante sana kwa hiyo swali. Asante sana kwa hiyo swali, na nitalijibu kwa uchache. Niseme kuna time our deputy Samoei Ruto walisema ati wakati kulikuwa na inaugural ya UDA, alisema mimi si baba ule, mimi si ule baba sina ile ukoo ya babangu alikuwa kwa kiti fulani, ama ili niachio hii kiti kuna venye nilikuwa na ile ati uwezo. Kwanza ni kusema ati for me tunataka dynasty iishe. Jili saizi bado Uhuru anataka kuleta ile dynasty. Jili ukiangalia venye umesema uko wa Raila, yeye ndiye alikuwa wakati president founder President Jomo Kenyatta alikuwa rais, deputy wake alikuwa Jaramogi Oginga Odinga. So wakati aliaga, deputy president aliaga, rais aliaga, Jomo Kenyatta aliaga, Moi ndo alichukua upinzani, uongozi. So ili hiyo kitu tukitaka iishe, kenye tutafanya ni kuondoa hiyo dynasty, tuangalie tunaweza kaa tulete tribe nyingine kwa uongozi. So ndio maana tunaunga Ruto mkono atuongoze, ili tuone huyu mtoto ama huyu rais ama huyu mtoto alizaliwa na baba yake baba ambao hajulikani kwa kisiasa ama kwa serikali, tuone venye atatupeleka. Na tunaona wakati alikuwa Minister of Agriculture, tunaona kenye alituletea mezani. So kwangu niko na uhakika mzuri nikisema ati nitamunga mkono, niangalie yenye atafanya. Na naomba Uhuru Kenyatta ange exit venye Kibaki ali exit bila kuongea, atuatie. Na ndio maana tukienda kwa campaign, Ruto anasema Uhuru, wewe niachie huyu jamaa wa kitendawili, mimi ukiniachia huyu mimi nitambwaga chini. Lakini Uhuru anamunga huu mkono kwa dynasty ibaki. So ana haja na uongozi, ana haja, Uhuru haja yake ni ile kiti iende ikiachio kidogo kwa wenye wali chukua uongozi. Asante. Dynasty ni familia za kiongozi za kiurithi. Unarithi uongozi kutoka kwa jamii yako. India wako na watu wanaitwa the Nehru dynasty, ambapo ndiko ilipatia Indira Gandhi, Rajiv Gandhi na wale wengine. Marekani iko na the Bush, wanaitwa George Bush, George Hooker Bush, George Bush, George Bush.
ukoo tu inaongozanga tu, inaachia uongozi kwa wenzao tu. Mataifa ya kifalme which are dynasties zinaachia mwana wa mfalme akiaga mwanawe na mrithi anakuwa kiongozi wa nchi. Sasa hapa anayemuunga mkono mgombea urais wa Azimio yuko hapa, naye atuambie ni kwa nini nyinyi watu mnaounga mkono hizi familia za kiurithi za kiuongozi ukoo uweze kuongoza kwa jinsi inavyopendelea. Na hatutasema kwa sasa runinga ya Traf TV haitakuwa huu ndio msimamo wake, lakini tukipenda tuweza kusema ya kwamba kuna jamii za kisiasa nchini Kenya ziliweza kujinyakulia ardhi sana, zilijinyakulia mali za kitaifa kwa sababu wako uongozini. Wewe mwenzako ametuambia ya kwamba watu wa UDA wangependa mtoto wa Wanjiko, mtu wa maisha ya kawaida, ambapo hao viongozi wanaongozwa na kura zilizotoka kwa watu wa wananchi wa kawaida. Kwa mama wa kawaida wamezaa tu mtoto, wakamlea, wakampa elimu, wakampa nini, akaweza kujiinua. Ni kwa nini nyinyi mlioko kwenye familia ambazo ziko na turafi ya kuzaliwa na kuweza kukaa kwenye madaraka mnataka kuendelea kuongoza kwa njia hii? Asante. Kwanza wacha nirudi nyuma kidogo nimjibu rafiki yangu Kiraki hapa. Uhuru aliposhikana mkono na Raila Odinga hakumtoa William Ruto deputy katika serikali, kwa sababu William Ruto aliposema kabla amelindwa na katiba, no one anaweza mtoa pale. Kwa hivyo hakutolewa katika serikali. Yeye Uhuru Kenyatta alileta Raila Odinga katika serikali, na Uhuru Kenyatta is on record amesema William Ruto akiwa hapo, yeye mwenyewe alimwambia William Ruto anaenda kumtafuta Raila Odinga, na hatujaisikia hata siku moja William Ruto amekana akasema yeye hakufahamishwa na rais. Yeye rais mwenyewe amesema nilimwambia my deputy naenda kutafuta Raila Odinga, tushikane mkono, kwa vile after uchaguzi wa 2017 kulikuwa na vita, kulikuwa na ile every Tuesday demonstration kuna Nairobi. Economy yetu ilikuwa ikienda chini sana mpaka wangekuja pamoja. Kwa hivyo yeye ndiye okay, sijui kama yeye hasemi ukweli, but hapo upande mwingine wa Imaba dynasty, Kenya is a democratic country, na si katika democracy tunapo vote hatu vote for, kama sasa kwa mfano tulivotia Uhuru Kenyatta, hatukuvotia Kenyatta family. Sisi tulivotia Uhuru Kenyatta, sasa tunavotia Raila Odinga, si Odinga family. Hapa katika Amerika kama ulivyosema, Amerika inajulikana dunia mzima ndio ile democracy iko juu sana, na alivotia Bush na akavotia mtoto wake George Bush mdogo. Bill Clinton alisimama rais, bibi yake baadaye alikuja akasimama rais na alikuwa karibu kumshinda Trump. Kwani sisi katika Kenya tunavotia mtu kulingana na sera zake venye anauza. Kwa mfano sasa hivi tunaweza sema mambo ya dynasty, kwa sababu sasa William Ruto sasa ana pesa sana, yeye ni powerhouse, yeye sasa ni dynasty, sio? Kwa miaka ingine itakuja yule mtoto wake hata kuwa na uhuru wa kusoma MP kule Sugoi, kwa sababu yeye atakuwa mtoto wa dynasty. Kama itakuwa hivyo basi mtuambie, lakini kama yeye atakuwa na haki pia yule mtoto wake asimame kule Sugoi, hata Uhuru Kenyatta ana haki kama a citizen, Raila Odinga ana haki kama citizen ya kusimama rais na tumvutie kulingana na sera zake. La mwisho, Uhuru Kenyatta bado akiwa rais is a citizen of Kenya, na ana haki ya maoni yake, na ana haki ya kutuambia yeye yule anataka amvutie kama president in 2022. Kwa hivyo si lazima yeye anyamaze kama Kibaki. Kibaki ilikuwa hali yake kunyamaza, ilikuwa hali yake. But Uhuru Kenyatta akitaka kutuambia, wacha tuambie. It's a democratic country. It's a democratic country, but it's a democratic country led by not necessarily very democratic people, and therefore Kenya would wish for a democracy
but we have our shortcomings. All democracies in the world have shortcomings. India is the largest democracy in the world. They are 1.2 billion people, na wakianza kuhesabu kura zinachukua mwezi mzima kuhesabu kura kuweza kutofautisha ni nani amekuwa waziri mkuu na amekuwa rais wa India. Kwa hivyo sisi tunalia ya kwamba demokrasia Kenya kura zetu tunahesabu siku 3 zinaisha, iko watu wengine wana magumu zaidi. Alinena mtu wa UDA ambayo ni Kenya Kwanza, alinena mtu wa Azimio, yuko mtu ambaye hapa anatusaidia kuweza kushusha chini joto la kisiasa linalotanda hapa kama mnavyojionea. Asanteni sana, lakini mimi saa hii nataka kuongelesha Wakenya. Watu ni kama milioni 40 wapigaji wa kura wanaopiga kura katika nchi ya Kenya. Mkiangalia kwa usawasawa mkiwa peke yenu kwa nyumba yako ukiwa peke yako, unaweza pata kwamba hatusemi serikali imekosea. Kutoka 1963 serikali zenye zimekuja wamejaribu kufanya kiwango yao yenye wameweza. Ile kitu kama mimi mtu wa katikati nasema hatujafikia ile kiwango tukiweza kuwa tumefikia wakati huu. Lakini tunasema shida imekuwa wapi? Sasa shida mahali imekuwa ni kusema hatujapata kiongozi mwenye ameweza kutatua mashida ya Wakenya. Kwa sababu Wakenya ni watu wanalipa ushuru. Wakenya ni watu wako na pesa. Na Wakenya ni watu wanajifanyia kazi. Na Kenya ni mahali kuna pesa. Kama rais mwenyewe alisema kuna bilioni 2 inaibiwa kila siku. Na huyo ni rais wa jamhuri anaongea. Kwa hivyo anaongea kulingana na vile ameambiwa na advisor wake na kutoka kwa financial na nini. Wamefanya mahesabu na wameambia rais kuna bilioni 2 inaibiwa kila siku. Tunaomba Wakenya wenye wanapiga kura tutafute rais ambaye atazuia uibaji wa pesa ya umma. Tukipata bilioni 2 haijaibiwa kila siku, Kenya miaka 10 inayokuja tunaweza kuwa mbali sana. Kwa hivyo wapigaji wa kura wa Kenya, saa hii hatuko na mtu timamu kabisa tunaweza sema huyu. Watu wao wanasukumwa wako na timamu zao ambao hatuwezi jua ni gani. Zingine tunajua, zingine hatujui. Kwa hivyo wapigaji wa kura ningewaomba mpime hao watu wanaletwa. Ule wanaletwa na serikali, wale wako busara. Mjue ni mtu mgani anaweza tufikisha mahali tunataka. Kwa sababu katika 21 century hatuwezi amini kuna mahali hakuna stima. Kuna mahali hakuna maji kutoka 1963. Bado tunasema serikali inafanya kazi. Na kazi yenye tunasema serikali inafanya, ile mikopo wanaendea nchi za Ulaya ni mikopo kubwa sana. Wakati Kibaki alitoka na saa hii ukilinganisha, ule mkopo umeingia Kenya, kama ungeenda direct kwa development tungekuwa bali sana. Lakini kwa sababu ya vile pesa ya umma inaibiwa, bado hatujafikia kiwango hata kuota, hata nusu tuko kuota. Kwa hivyo vile naweza sema wapigaji wa kura tuangalie kwa hao watu wote tunaletewa. Muangalie ni nani anaweza tufikisha mahali tunataka. Kwa sababu kwa mwisho wa siku sisi wa Kenya ndio tunaumia. Jamii zote wanapiganaga, jioni wanapatana. Wanaongea na wanasema, ndio unaona wanasema mimi nitachukua wa kutoka kwa hii jamii na mwingine atachukua kwa hii jamii. Kwa sababu wao wanajuana na wanataka tuwafanye cover up kama mwisho wa dunia. Hawataki tujue wao wenyewe kama familia ya Kenyatta, familia ya Odinga, hata familia ya huyo Ruto. Hawataki tujue walipata hii utajiri wao na njia gani. Ndio unaona wanaleta hii familia inaleta hii kitoka inarudisha hii ili wafanye ile cover up. Tukipenda siku moja Kenya tujue familia ya Kenyatta, familia ya Odinga, familia ya Ruto na hao wote dynasty wako hapo. Utajiri wao walipata na nchi gani? Huwezi kuwa na ardhi inayotoshana na kaunti mzima na huna receipt ulilipa nani? Na kwa Kenya wanateseka. Huwezi semesha wengine walipotesha nini huko kama Morasis ilipotea huko Kisumu. Unashukiwa kuwa ulihusika. Na wengine kama deputy president anashukiwa tu kwa ile unyakuzi wa ardhi za watu. Nchi ya Kenya naomba wapiga kura mfikirie kabisa. Tunataka neutral ground. Mahali tuko saa hii tunaelekea tu tunatoka kwa pan sasa tunaanguka kwa moto. Sina la kuongezea, hata nyinyi mmesikia tu ya kwamba
watu wako nchi za nje wanapenda nchi yao. Huyo ni mtu ambaye anafuatilia masuala yanayohusu nchi yake. Amezaliwa pale, mama yake yuko pale, ndugu zake wako pale, watu wao wako pale, anajivunia utaifa wa Kenya. Wanasema barani Afrika, if Africa is going to be good and stable, Egypt has to get things right in the north. If Africa has to be right and stable, Nigeria has to get things right in the west. If Africa has to be right and stable, South Africa has to get things right in south. And if Africa is going to be right in the east, Kenya must get things right in the east of Africa, the eastern coast of Africa. Kenya sio kataifa. Kenya sio pale tu. Kenya ni nchi inayoheshimika, milioni 40, milioni 50, na Wakenya wanapenda nchi yao. Nasikia kama kuna mwingine ameongezeka nyuma yangu. Hata sijamwangalia, lakini atasema neno moja tu la dakika moja, alafu tuweze kufunga kipindi. Atajitambulisha na atuambie mawili matatu. Hello. Kwa majina naitwa Peter Mbogo Gikuna. Sana najulikana kwa jina lingine naitwa Pokman. Mimi nilikuwa mfanyi biashara huko Limuru, Kimende, kaunti ya Kiambu. Na nimeona ile msukosuko iko tangu tuchague uhuru. Na hata kuja hapa Marekani, hapa niko sahihi, mashida mingi hata imenileta hapa ni juu ya uongozi mbaya wa Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo sina mengi nasema. Tunaona siasa vile inaendelea huko Kenya, tunaangalia kila siku, tunaiona kwa runinga, lakini tunaona Mheshimiwa Uhuru Kenyatta hatupeleki ile njia sawa. Na sasa hii ili amesema naunga mkono Mheshimiwa former Prime Minister Raila Odinga. Sawa, ni haki yake hiyo, lakini asije akaforce ile mtu wa kawaida ama nini, watu wa kawaida, asije akaforce mtu pale ataweka kura yake. Kwa hivyo tunaongeaga na wenzetu huko Kenya all the day after day, na wote tunajua wako nyuma ya bottom up. Kwa hivyo sisi tuko Ruto full stop, hakuna jia ingine hapa. Bottom up. Right. Ameungwa mkono na mwenzake hapa wa bottom up. Amekuja mwingine na akaja akisema hata alijikuta Marekani kwa sababu ya shinikizo za uongozi ambao haufai nchini Kenya, na kwa sababu hiyo inampa nafasi ya mwisho kabisa muunga mkono wa mrengo wa Azimio afunge kikao kwa maneno yake ya mwisho dakika 2. Nimefurahishwa sana na rafiki yangu hapa Pokman kwa hiyo maneno yake, but kusema kweli kumekuwa na challenges katika serikali ya Uhuru, but sana katika economy ya dunia mzima. Tulihitiwa na corona ikarudisha mambo chini ya economy, but kusema serikali haijafanya kazi, hiyo ni kosa kabisa. Serikali imefanya kazi mzuri sana. Kwa mfano barabara tumetengeneza, zile barabara Uhuru Kenyatta ametengeneza ni nyingi, zile miles ni mingi ukilinganisha na Moi na Kibaki combined. Na ukienda upande wa education iko juu sahi, basi zinapeanwa zaidi. Sahi uchumi wa Kenya imepana zaidi ya 5 points pale Kibaki aliacha. Tuko at trillions now. Tukatuamua tuko tunasoma budget ya milioni,
ya Kibaki wakuja bilioni. Sasa hivi tunasema trillions. Hiyo the economy is in trillions right now. Yes, maisha ni ngumu ya mtu pale chini, but maisha ni ngumu kila mahali. Hata hapa Marekani kusema ile ukweli maisha ni ngumu. Si Kenya peke yake. Kwa hivyo, yes, katika uongozi wa Uhuru ulikuwa na challenges, but yeye kazi yake mimi naamini amefanya. Na inaaminia baba ataendeleza ile kazi vizuri. Kwa sababu yeye katika hii miaka 5 wakiwa na Uhuru Kenyatta tumeona kazi ikifanyika. Na tumeona ile deputy amepotea, amekosa njia. Amesema ya kwamba ikiwa ndio hoja zake za mwisho ya kwamba ameona hii miaka 5 wakati wa mshikamano wa Rais Kenyatta na Jaramogi sio Jaramogi, mwanae Jaramogi, kazi zimeweza kufanyika na tumeona matunda yake miaka 5 iliyopita, na anaamini ya kwamba tukimchagua baba Raila Amolo Odinga, Kenya itakuwa kwa mikono safi zaidi kuliko ilivyo hizo nyaka za zamani na ilivyo sasa. Mtu wa UDA, tupatie neno lako la mwisho ndio tuweze kujua kunaendaje. Asante sana. Mimi yangu ya mwisho ni kusema ni eti Uhuru wakati alipoingia hakuna Kenya ametenda mpaka wa leo. Yote ametenda imetendwa na Rais Kibaki. Rais Kibaki yeye ndiye aliacha legacy ya barabara, ya railway na ya mashule. Sasa Kenyatta ni kukuja kumalizia, ambapo mpaka wa leo hajaimalizia, bado anaendelea ujenzi wa barabara. So hiyo legacy yote iliachwa na our former president Mwai Kibaki. So nikiambia mwenzangu Musa nimwambie huyu baba mwenye anasema ni yeye ni baba na ni baba yake, ni baba yao, hakuna Kenya atakuja kufanya ile kitu. Atakuja ameshikiliwa hapo, yeye ni puppet, ako hapo na atakuwa chini ya Uhuru Kenyatta. Kenya atakuwa akiambiwa ndio atakuwa akifanya. So tunataka huyu hustler tuone Kenya ataendeleza, tuone ni maono gani yako nayo, na tunaona future yake ni gani. Ili wapinzani wao watu wa kudidimia Azimio wakisimama kile wanasema tu ni Ruto. Hawana sela wanauza. Sela zenye wanauza ni Ruto. Hakuna kitu ingine. So mimi nasema mimi nitamchagua Ruto nikijua Kenya atafanya. Na nikurudisha nyuma kidogo nikwambie, wakati Kibaki alikuwa under Moi regime hakuna Kenya alifanya for 10 years. Na wakati alichaguliwa, alipatiwa ushukani, alitenda maajabu. Na maajabu yenye alitenda ndio huyu Uhuru anashidanga akijigamba nayo, ya barabara, ya ujenzi wa barabara, ujenzi wa hospitali, ujenzi ya mashule, ujenzi ya leli. Hakuna Kenya amefanya. Kenya Uhuru amefanya, na ile legacy atakuwa nayo ni ya uibaji wa pesa ya wananchi. So ukiangalia mambo ya ukienda Nyamakima alibomoa, hakuna mahali mwananchi wa kawaida huyu Wanjiku anaweza simama aseme Uhuru alimtendea hii. So na it's so shameful, paka Uhuru ameingilia mpaka ile ya pesa, ile pesa ya mwananchi, ati yeye sasa ndio kwa ile Furiza, ati kuna kampuni inajiita Furiza. So Uhuru kazi yake ni kuiba na kuharibu nchi, hakuna kitu kingine. Asante. Sitapendelea majibizano baina ya watu wa mrengo wa Kenya Kwanza na watu wa Azimio, lakini dakika moja tu, sikupi hata kipaza sauti, mimi ndo nashikilia, ndio useme dakika moja, mjibu mwenzio na tusonge mbele. Mimi ningeomba tu wacha tutumie facts venye kuko. Hatuwezi sema Uhuru hajajenga barabara na tunaziona. Unajua yuko tu awamu zetu wa Rudio. Kama barabara imejengwa. Na Kibaki kweli alijenga Thika Road, lakini zile Uhuru amejenga miles. Ukikombine za Moi, tumia facts. Moi na Kibaki za Uhuru ni mingi. Kweli
Kibaki aliacha plan, but as a government, as a progressing government, wewe ukiingia katika government, wewe ndio uendeleze zile plan. Si ati uziache uanze zako. Ona, kama zilikuwa mzuri unaendeleza. Education ilikuwa imefika pale class 8. Sasa tumeenda mpaka form 4. Sasa hakuna mtoto asomi secondary. Sasa kuna mashule za colleges kule kama kwetu mimi Nyeri. Hakuna kijiji haina high school. Sasa yule jamaa mzuri sana wa UDA anaitwa Dede Nyoro. Yeye anajigamba anasema katika constituency yake hakuna darasa haina tiles. Kwani zimewekwa wakati wa Kibaki? Si zimewekwa wakati wa Uhuru? Hiyo ni kazi ya MP. Naona sasa ni kweli kazi ya MP. Ni kazi ya MP. Lakini ni mambo katika serikali ya Uhuru Kenyatta. Uhuru amefanya nini yeye mwenyewe? Wakati Kibaki amefanya nini? Karibu nitahamisha kipaza sauti upande huu. Na wakati huo naona producer wangu pana ananiinulia kibendera akasema ya kwamba tuweze kupoesha moto wa kisiasa uliopo hapa. Upande wangu wa kulia, upande ule wa mwisho kabisa, naona kumeongezeka mgeni mwingine ambaye kwa masuala ya siasa za Kenya ni mkereketwa, anazifahamu kabisa. Alikuwa ofisa ya serikalini Kenya, ameishi Marekani miaka kadhaa sasa, anapenda nchi yake, atajitambulisha, na kwa sababu sijajua anaegemea upande gani au amekuja kuongezea nini. Kumbuka hapa ni katika sherehe za Pasaka tu, tumekutana tu wa Kenya tukaamua leo tuongee juu ya nchi yetu tunaipenda. Akisema atatuambia, ajitambulishe na aendelee. Kwa majina mimi naitwa Gitau Thuo. Nyumbani ni Kinangop, Nyandarua County. Governor wangu anaitwa Kimemia, mwenye anaenda mwenda zake. Niko hapa Marekani. Nimesikiza maneno yenye inaongelewa hapa, ambapo mimi ni mtu ya UDA. Na mimi sababu yangu kuwa UDA sio kwa sababu napenda Ruto, hapana. Ni kwa sababu nachukia Uhuru. Na Uhuru namchukia kwa sababu moja, kwa sababu tuko na uongozi kwa miaka 10 tangu Bomas 2013 akaingia. Kutoka hapo tumeenda 2017, tumemchagua mara 2, tumemchagua tena na akarudi kwa kiti. But Mount Kenya hatujasaidika na Uhuru. Yeye alipeleka maendeleo yote Kisumu, akienda kutafuta kula za Wajaruo, kwa sababu alifikiria Mount Kenya ameiweza. Nimesikia mwenzangu hapa akisema barabara zimejengwa. Barabara zimejengwa, lakini ni pesa yetu imejenga. Hakuna barabara Uhuru amejenga. Barabara tumejenga sisi wenyewe na pesa yetu. Lakini ni sawa amesimamia imejengwa, lakini kwa nini Uhuru asiende nyumbani kama Kibaki? Amemaliza tamu yake, achukue mizigo yake aende nyumbani. Sisi tujitafutie president wetu. Kwa nini aache kama ametutafutia president? Kumekuwa na mzozo kati ya Raila, Kalonzo na Uhuru. Tukiangalia pande ya Azimio, ule mtu anastahili ama mwenye anahitimu kuwa running mate wa Raila Odinga ni mtu anaitwa Kalonzo Musyoka. Lakini kwa sababu Uhuru anataka kuacha mbegu yake, anataka kuacha mtu anaitwa Gideon Moi, ndio unaona Kalonzo anashinda akilia kila siku. Lakini wapatie Kalonzo, tuendelee na maisha. Mimi sichuki Azimio, sichuki UDA, sichuki ODM, but huyu president wetu tunampenda. Atoke aende nyumbani. Kibaki alitoka akaenda nyumbani. Moi alitoka akaenda nyumbani. Kenyatta alikufa. Huyu hatutaki akufe, lakini tunataka atoke aende nyumbani. Atuachie kiwanja. Asanteni. Naomba nimjibu rafiki yangu hapa.
Ni kama hiki kipindi kimekuwa kitamu zaidi, ni kama kumekuja mtu mwenye joto ambaye anaelewa nchi ya Kenya kabisa, na mwingine hapa anataka kumjibu, na ni kama tutarudisha kwa mwenzao pia hapa, na alafu sasa tufunge kabisa, tutoke hapa. Ni Pasaka, tuombe Mungu shukrani. Bwana Ndhuo, kweli ni pesa yetu imejenga barabara, na tukimchagua Uhuru pia tulikuwa na pesa yetu kwa mfuko, na hizo barabara tulikuwa tujajenga sisi. Uko unasema kuumira eti nikaituguiciarira na ni uongo. Ni uongo kwa nini ulienda? Kama ilikuwa uongo. Because I thought ni ukweli, lakini sasa si unaona mahali ametupeleka. Tulichagua mwizi. Sawa. Sasa kwenda kufanya maendeleo Ujaruoni, pia hao ni watu na ni wa Kenya na wana haki ya maendeleo. Si eti wana haki ya kuwa na maendeleo kama Wakenya wale wengine. Uhuru Kenyatta yeye ni citizen of Kenya. Na kama hapa Marekani pia tuliona last year kulikuwa na uchaguzi hapa. Tuliona Barack Obama akijitokeza kukampinia rafiki yake Biden. Uhuru Kenyatta ana haki ya kusema yule mtu anataka. Si lazima aende nyumbani kama nyamaza. Ni haki yake mwenye kusema anataka, lakini asisukumie watu. Hasukumii mtu. Anatusukumia. Raila Odinga wewe sema ni puppet. Katika siasa za Kenya, Raila Odinga ni kigogo. Yule jamaa alikuwa kutoka 1992. Amezeeka aende nyumbani. Amepindua serikali mbili. Akajiapisha mwenyewe. Kujiapisha na kupindua serikali, hiyo ni mambo ya kisheria. Na kama sheria ikumfunga na sheria mnasema iko sawa Kenya, bwana sasa hivi ndio mnasema kano na sheria. Sasa hii baba ndio tunasema sawa. Hatuwezi sema ati Uhuru ameiba pesa ya mtu. Kama wewe, sisi ni wa Kenya, niambia ni biashara gani unaweza fanya Kenya katika miaka 50 ununue helikopta 3? Biashara gani Kenya unaweza fanya uwe unatumia milioni zaidi ya 100 kwa mwezi? Hizo ni sera za watu wa ODM. Si sera. ODM. Naona. Unasimama unasema. Mimi nimeuliza swali. Wewe niambie biashara gani? Wewe uliona mashida Kenya mpaka kuhamia Amerika. Biashara gani hiyo ungefanya ununue chupa 3? Sasa sijui tutaita wanauchumi, sijui tutaita accountants ambao wanaitwa wahasibu, sijui tutaita nani kuweza kufanya hesabu za jinsi ya kuweza kupata gharama za aina hiyo. Lakini wa Kenya hatutaacha kuwakaribisha tena kutazama vipindi vyetu kwenye mitandao. Tunaitwa Traf TV kwenye YouTube, na tunaitwa Traf TV kwenye Facebook, na tunaitwa Traf_TV katika mtandao wa Instagram. Tutakamilisha kipindi kufikia hapo, kwa sababu hata alipoongezeka mwingine, kumekuwa cheche za moto zimekuwa juu zaidi. Amekuja na masuala mengine ambayo hatuko tumeona tangu mwanzo. Alisema yake, ameongeza mengine, na kwa hivyo ili kujipasha zaidi kwa mambo kama ya aina hiyo ya siasa za Kenya na mambo ambayo yanahusu Kenya, endelea kuungana nasi katika mtandao wetu wa YouTube Traf TV, endelea kuungana nasi katika Facebook Traf TV, na katika mtandao wetu wa Instagram Traf_TV. Nikiripoti kutoka jimbo la Washington katika kitongoji cha Federal Way kilichoko umbali wa kama kilomita 50 hivi, maili 30 kutoka jiji kuu la Seattle. Mimi ni Kaka.